tuliamini tumepata rais mwanamke tutakuwa tuko salama, si ndio? Badala ya usalama tuko hatiani. Nazungumza na wewe hapa, inawezekana kesho ukasikia Janet hayupo, maana ninatafutwa kutoka Songwe, mimi na naibu wangu. Watu wanaomba majina yetu kwa dharura. Tunajua tumebeba dhamana ya wanawake Tanzania, hatuwezi kunyamaza. Sisi ni sauti ya wasio na sauti, hatutakati. Unajua, wakati mwingine nikiketi tu hivi huwa nashangaa ikiwa hapa tunaishi ni Tanzania ama nchi ilibadilishwa, pengine tuko Iran, pengine tuko Iraq. Yani nashangaa kwamba hii ni nchi ambayo Mwalimu Julius Nyerere alikuwa amepigania kweli. Kuna mambo mengi najiuliza kwamba imefikia hadi ikiwa unataka kufanya misa, kuombea mfu, unahitaji kibali kutoka kwa polisi. Ni jambo la kushangaza sana. Hapo jana kuna tukio lilotokea ambalo mimi limenitia wazimu, kwamba jeshi la polisi mkoani Kagera liliwashikilia viongozi wakuu wa ngome ya wanawake ya chama cha ACT Wazalendo ambao ni Janet Rithe, mwenyekiti wa ngome hiyo, na Severina Mwijage ambaye ni naibu katibu. Waliwakamata baada ya kutokea mzozo wakati viongozi hao walikuwa wanatoka ibadani wilayani Misenyi. Viongozi hao walikamatwa hapo jana, hiyo ilikuwa tarehe 17 mwaka huu katika kijiji cha Bwera, kata ya Buyango, mara baada tu kukamilika kwa ile ibada ya kumwombea aliyekuwa diwani wa Sirari, marehemu Dafroza Jacob. Dafroza Jacob alifariki dunia Novemba tarehe 5 mwaka jana akiwa mikononi mwa polisi. Kwa hiyo wakati wanawake hawa wa ACT Wazalendo walipoenda nyumbani kwake marehemu Dafroza Jacob kumwombea baada ya kufia mikononi mwa polisi, kweli jambo hili pengine lilimghadhabisha zaidi Samia Suluhu, ambaye alitoa amri jeshi la polisi liwavamie na kuwakamata. Taarifa hii imepeana moja kwa moja na katibu wa habari wa ACT Wazalendo Shangwe Ayo, ambaye ameeleza kwa polisi hao walikuwa wamejitambulisha kuwa wametumwa na mkuu wa kituo cha Misenyi na walizuia viongozi hao wakitokea ibadani na kuwahoji kuhusu kibali cha mkusanyiko huo, kibali cha kufanya misa ya kumwombea mfu, kibali cha kumwombea aliyeaga dunia shwali. Nao polisi bila hata haya walisema kwamba walikuwa wametoka kwenye ibada, ama wakati au mama waliwaambia kwamba wametoka kwenye ibada, polisi hao walidai kuwa mkusanyiko wote lazima uwe na kibali, na hapo ndipo mzozo ulipoanza, alafu viongozi hao wakakamatwa. Tanzania, na wauliza Watanzania wenzangu, tulifikaje hapa? Tulifikaje hapa? Ndilo swali. Yaani ikiwa unafanya misa tu, misa ya kuomba, lazima upate kibali kutoka jeshi la polisi. Ndugu ama Sam Dorothy ambaye ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo vilevile alikamatwa jioni hiyo pamoja na viongozi wengine wa ngome ya wanawake wa mkoa wa Kagera wakati wa misa hiyo. Watu wengine zaidi walikamatwa kama katibu wa mkoa hiyo Arkashonde Kagera, mwenezi Shaf Hassan, mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa nishawaambia Jane Rithe, pamoja naibu wake Severina Mwijage. Hao wote walikamatwa. Yaani makosa ni kwamba walifanya misa bila kibali cha Tanpol, bila kibali cha polisi. Yaani unajua kuna mambo ambayo kidogo ukiyasikiza unasikia yanakuchanganya mwenyewe. Yaani mambo hayo tu yanakuchanganya.
Yaani hadi kina mama sasa hivi najua wanashangaa kwamba walimchagua mama aweze kutetea maslahi ya kina mama, lakini mama huyo amegeuka na kuwa chui. Amekuwa ni mnyama pori ambaye anakandamiza kina mama wenzake. Hakika anasema adui ya mwanamke ni mwanamke. Na unajua wakati mwingi, wakati watu wanashikwa hivi, unajua nchi ya Tanzania sasa hivi huwezi fikiria ama huwezi baini kitakachotokea baadaye. Huyu Jane Reather anaweza shikiliwa, walifanya misa ambayo haikuwa na kibali kutoka kwa polisi. Nini, wametiwa ndani, pengine unaweza enda kituo cha polisi uwakose. Baadaye, baada ya siku 3, wakati moto na joto limeongezeka nchini, tuje kuambiwa kwamba pengine hako kituo fulani, amesafirishwa kutoka hapo hadi mbali, kituo cha mbali. Kisha baadaye wengine hata utoweka, wengine upatikana wamekufa. Ndio hali ya serikali ya Tanzania sasa hivi, ndio hali ya jeshi la polisi ambalo linafuata amri kutoka kwa huyu mama ambaye ndiye rais, ambaye amewafanyia wengi madhila nchini Tanzania. Kwa kuwa wamezoea kuua, na sisi tumejifunza kufa. Tuko tayari kufa kwa kusema kwa ajili ya wengine. Hata nyamaza. Tumesema kwenye ziara yetu tunataka kuunganisha wanawake Tanzania nzima, bila kujali chama, bila kujali itikadi zetu, bila kujali dini, bila kujali rangi yako. Shtuka kwamba nchi yetu iko mahali pamoja. Tuunganishe nguvu, tuikomboe Tanzania. Hawa mashujaa waliokufa, damu yao ni sadaka ya ukombozi. Tusirudi nyuma, tusichoke, tusiogope. Kurudi nyuma ni mwiko. Lazima tusonge mbele ili kuhakikisha watoto wa Dafrosa wanapata haki ya mama yao. Hawawezi kupata kama sisi wanawake tutaishia kulia na kunyamaza. Tutalia kweli, tutaomboleza kweli, lakini lazima tupambane. Mimi swali langu ni je, tangu lini ikawa muhali kufanya ibada ya misa? Tangu lini? Wapi? Tangu lini? Ukitaka kufanya misa ya kumwombea mtu lazima upige ripoti kwa polisi upate kibali? Tangu lini? Kwa hiyo Samia Suluhu anatumia jeshi la polisi kukandamiza wapinzani, kwa maana hawa walikuwa kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo. Pengine kwake sasa ameona kwamba ameweza kudhibiti Chadema, kwamba wasije wafanya mkutano wowote. Hayo ndio yalifanyika, kwamba wasikuje kufanya mkutano wowote. Kwa hivyo amefanikiwa kudhibiti Chadema. Sasa ameingilia ACT Wazalendo. Kuna nini wewe? Ni maswala ambayo sisi kama Watanzania tunajiuliza. Na vilevile nataka kutuma ujumbe kamili kwa jeshi la polisi. Naelewa nyinyi polisi mnafanya kazi zenu. Mkiambiwa simama unasimama, mkiambiwa piga saluti mnapiga saluti, mkiambiwa inama mnainama, bora pesa zinaingia. Lakini kuna mahali hata nyinyi pia inastahili mtumie utu wenu. Manake kumshika mama kama au mama, jiulize kama ni bibi yako, kama ni dadako, kama ni mtoto wako wa kike, kama ni mamako. Na sijui mbona kwenye uongozi wa Samia Suluhu kina mama ndio wanaumia zaidi. Niliona pale siku ya kusherehekea wanawake duniani. Ni siku ya kusherehekea wanawake duniani. Unajua hiyo siku kubwa ya wanawake ambapo hatustahili kujali mambo ya vyama. Huyu katoka Chadema, huyu kasherehekea anatoka ACT Wazalendo, huyu anasherehekea katoka CCM. Ni siku yao, wacha washerehekee. Lakini nagundua kwamba Samia alituma polisi wakarusha mabomu ya machozi kutawanya kina mama. Wamama wengine ni unajua jinsi miaka inaendelea kusonga ndivyo magonjwa yanaendelea kuongezeka. Wamama wengine ni wagonjwa, wengine wana hitilafu mbalimbali, na wao walienda kusherehekea tu siku ya wanawake
wakapatwa purukushani, wakaanza kukimbia hapa na pale, wengine kuanguka chini. Mbona hivyo? Ni swala ambalo linakasirisha kweli. Lakini mpenzi mtazamaji, sijui na maoni gani? Uweza niandikia hapo chini ukitoa maoni yako kuhusiana na swala zima ambapo hawa wanawake wa ACT Wazalendo walitiwa ndani kisa na maana walifanya misa ambayo haikuwa na kibali kutoka kwa jeshi la polisi.